ya kwanza wakati tunaandaa mkutano tulimwambia mheshimiwa mwenyekiti kwamba hizi adha zote ambazo wananchi tunazipata ni kwa sababu wewe umeshindwa kufanyaje kuwajibika kwenye nafasi yako, lakini alitukatalia kata. Na tulimwambia kwamba huyu Mwarabu inaonekana wewe unaushirika naye, lakini alitukatalia kata. Sasa leo hii tuna kesi ya msingi mahakamani ambayo mwenyekiti wa mtaa anatakiwa kwenda kutoa ushahidi mahakamani, na ikumbukwe pia Mwarabu huyu aliwahi washtaki wananchi wake wawili kwenye mtaa. Alikwenda kutoa ushahidi mwenyekiti wa mtaa, na wale wakina mama wawili wakafungwa miezi 6 au faini $500. Leo hii mheshimiwa mwenyekiti wa mtaa ameegemea upande ambao wananchi wanalalamika kwamba huyu mtu ni hasa kwenye mtaa wetu, kitu ambacho mheshimiwa diwani ni changamoto kwetu sisi kama wananchi. Inawezekana kwa sababu ya mapungufu ya mwenyekiti wetu wa mtaa, ndio maana yule bwana aliona ni kawaida kwa yale anayoyafanya kuona yuko sawa. Kipya zaidi, siku ya leo hii nimepigiwa simu kwamba mheshimiwa mwenyekiti wa mtaa amepeleka kesi kituo cha polisi kwamba mimi na genge langu tulitaka kuchoma nyumba yake. Sasa sijajua hizo taarifa kama ni za kweli au ni za uongo, lakini kama ni taarifa za kweli, mimi najiuliza tu kwamba hizi taarifa ambazo tunazipata, mimi naamini kwamba sijawahi kuwa na jambo lolote wala sijawahi kuunda genge lolote lile ovu zidi ya mwenyekiti kwenye majukumu yake. Sijawahi kufanya kitu cha namna, wala sijawahi kufikiria hicho kitu. Lakini leo nimepelekewa kesi kituo cha polisi. Hivi ninavyozungumza na wewe, inawezekana jeshi la polisi linafanya uchunguzi wa kina kujua ukweli wa hilo jambo au uongo wa hilo jambo, lakini pana kesi tayari pale polisi kwamba mimi natuhumiwa kutaka kuchoma nyumba ya mwenyekiti. Matairi yako pale, kila kitu kiko pale, ushahidi. Sasa vitu kama hivyo, ndugu zangu wananchi na meza, mnaweza mkaliangalia. Mimi kwa utashi wangu mdogo tu naweza nikasema kwamba mwenyekiti inawezekana alikuwa na maslahi makubwa zidi ya huyu Mwarabu, kitu ambacho ni hatari kwenye jamii yetu. Wanaweza tunafika mahala tunailaumu serikali kama haifanyi kazi. Watu walisema kikao kilichopita kwamba inakuwaje huyu mtu anatukana matusi ya fezea, inakuwaje huyu mtu anapiga mziki masaa 24, inakuwaje huyu mtu anachapa watu viboko, lakini mwenyekiti yeye yale mambo kwake ni nini? Ni ya kawaida. Ndugu zangu, mimi binafsi nimeona nitoe picha ya kile ambacho kinaendelea juu ya mwenyekiti wetu. Hapa mwenyekiti alipo, huwezi kumpelekea shtaka lolote lile linalohusu Mwarabu kwa sababu anasema hivi, yeye alishamaliza. Hata mimi nilisikitika sana kwa kitendo alichofanya mwenyekiti Kayanda, kwa sababu kwanza yeye kifamilia, yeye mimi ni babangu mdogo. Sasa baada ile kosa alitupeleka Natali kule, alienda kusimizia maneno ya ajabu ambayo nikitamka hapa sidhani kama mtu atakaa. Matusi yanaenda kuundwa mahakamani. Tulikandamizwa, akaita wafanyakazi wake, akajua yeye alivyofanya na mke wake kwenda kutoa ushahidi mahakamani. Tulihukumiwa siku ile faini miezi 6, faini $500, faini na jela miezi 6. Shahidi alikuwa ni Kayanda. Kwanza nakumbuka kabla tujafika kituoni pale, alikuwa kaka mmoja wa Mwambani alimuita, akasema, Kayanda, wewe ni mwenyekiti wa kitongoji, unaanzaje kwenda kuyamaliza haya mahakamani baada ya kuwaita watu kwa kanao huko, akiwapo na mama Kazole ambaye ni jirani, ndio mama yetu tunamtegemea. Wewe mama pamoja na huyu mngerudi mkayamalize haya kuliko kuwapeleka watoto wa mahakamani mkawafunge. Kweli ilituuma sana. Pamoja na tulikuwa na mdogo wangu Mafunga Meza, na yeye Mafunga Meza ni mtoto wa kaka yake kabisa. Paka mzee Maonjo alitamka kwamba ningekuwa mimi nimesimama mahakamani natoa ushahidi wa kumfunga Siza au Agata, Kayanda angejisikiaje? Acha akamfunga Mwinga na mimba yake, aenda kazalie jela. Leo Mwinga angejifungulia jela. Naongea kwa uchungu sana kupitia babangu mdogo alivyonitenda. Naongeaga naye tu kwa sababu ni baba yangu, siwezi kumdharau. Na Wanyagua wanasema mimi ndo masekambwa. Yaani unaweza kumchekea mtu afa sibira looni. Mwenyekiti wa kitongoji ambaye ndio kioo cha jamii. Kwa lugha nyingine sisi tunaweza tukasema ni rais wa kitongoji. Lakini huyo rais wa kitongoji anasimama kutoa ushahidi kwa wananchi wake. Inamaanisha kwamba tayari yeye ameshindwa kukaa kumaliza tofauti za wananchi wake, mpaka yeye anaenda kusimama kutoa ushahidi, kitendo ambacho kweli kiliumiza jamii. Kwa wale wote waliofuatia hilo tukio, kwa jambo hili sasa tunaomba uongozi wa serikali kuu wajaribu kuliangalia hili, kama je, inawezekana sisi tukabaki na huu uongozi unaoweza kutukandamiza sisi wananchi
badala ya kukaa kuyamaliza haya matatizo kwa mazungumzo zaidi. Hilo linatuumiza sana. Ingekuwa mwenyekiti yuko imara na uongozi wake na kusikiliza uwito wa wananchi au kupelekewa mashtaka na wananchi na kuja kuwasikiliza na kumwita huyu bwana kumkalisha chini na kumuonya na kuwa nao mstari mmoja, yote yasinge kuwepo. Kwa taharuki na mkusanyiko huu kwa mapungufu au na makosa ni ya Filipo Kayanda. Tutaongea, tutazunguka, tuende mbele, lakini aliyoleta hiyo shida yote hii ni Kayanda. Japokuwa ni kaka yangu, mkubwa wangu, lakini makosa ni ya mwenyekiti. Mimi naamini mwenyekiti wetu haipo vizuri na sisi wananchi wakazi wa Kamcheni hii, kwa sababu mimi mwenyewe kuna tatizo liwahi tokea nyumbani kwangu. Kaita mwenyekiti, kweli alifika yeye mwenyekiti pamoja na dada mmoja anaitwa Mwila. Baada ya kufika pale kumhadisia habari za pale zilizotokea, majibu aliyonipa yalikuwa sio majibu sikulizika nayo. Akasema hebu angalia wapangaji wako vizuri. Sasa nikawa najiuliza, wapangaji wangu tena wamefanya nini? Mara nyingi tunashinda makazini tunarudi tu jioni. Wapangaji wangu wana nini? Nikajiuliza sana, shida ni nini? Akasema kesho saa 4 tuonane. Kwa kweli kwa siku ile hasira mimi ilinishika na wala sikufika kwake. Lakini nikagundua kwamba hapana, haya yanayotokea na mara nyingi tunayaona, mwenyekiti anayaona, alafu hayakemei, hamkalishi, na kama anamkalisha hakuna siku kwamba nimemkalisha ameshindwa kusikiliza, inabidi niite mkutano hata mdogo wa dharura, tukakaa na tukamuonya kwa wote, hakuna. Lakini ilifika wakati mpaka siku yani maji yalipotufika shingoni baada ya siku ile kuwatukana wakina mama, tukaona hapana, hili ndio kulichukulia jukumu mpaka siku ile majibu yaliyokuwa tunajibiwa pale siku ambayo tulikuwa tunaomba kwa ajili ya ushirikiano, akatujibu jeuri pale siku ile. Kwa kweli kila mmoja tulikosa imani naye. Kazi wakampicheni, mama zetu wanatukana, lakini Kayanda alinyamaza kimya. Huyu Mwarabu amekwepo hapa akitukana matusi usiku kucha, anaweza kasimama hapo akatukana, anawatukana baba zetu, anawatukana mama zetu, lakini mwenyekiti wetu bwana Filipo Kayanda ananyamaza kimya. Sasa tulikuwa tunajiuliza kwamba Filipo mwenyekiti wetu Filipo na Mwarabu kuna nini hapo katikati? Amempa nini Filipo? Mwarabu amempa nini Filipo mpaka Filipo ananyamaza kimya, hazungumzi chochote kwa Mwarabu? Kwa sababu kama mtu amekupa kitu, hata kama amekupa rushwa au amekupa chochote, unakosa ujasiri wa kufanya nini? Wa kuzungumza, kwa sababu umekula chake. Utazungumza nini sasa? Huwezi kuzungumza chochote. Pata wazungumzaji 6 kwa niaba ya wananchi waliopo hapa. Ni wangapi mnaosema yale waliosema yako sahihi? Naomba mshike. Usiseme sitaki nisikie neno wote. Wanaosema wale waliosema yako sahihi wanyoshe mkono. Tushushe. Wale wanaosema yaliyosemwa sisi ni kama vile hatuyaelewi wanyoshe mkono. Tushushe. Tunachokifanya sisi hapa kwanza ndio demokrasia. Waliosema 6 wamesema kwa niaba ya wengine. 99% wamesema wanayaunga mawazo yao mkono, lakini mmoja amenyoosha kwamba yeye yaliyosemwa hakubaliani nayo, mmoja kati ya wote. Ndiyo maana ya nini? Ya demokrasia. Sasa kwa sababu yaliyosemwa hapa, mtendaji wa kata, mwenyekiti wa CCM na viongozi wa serikali, kwa sababu yaliyosemwa hapa, miongoni mwa sifa mojawapo ya kidemokrasia ni kuhakikisha anayezungumziwa anapewa haki ya kujieleza. Mwenyekiti wa kitongoji alichaguliwa na wanakitongoji. Pindi wanakitongoji wanapomtuhumu, huwezi tu kusema mwenyekiti hafai. Mmeeleza hoja zenu, ni lazima na yeye tumpe haki. Uzuri yupo hapa, atajibu moja baada ya jingine, na wananchi kama mmeridhishwa na hayo majibu, mkutano wetu utakamilika na mimi nitatoa uelekeo.
hatuwezi kufanya maamuzi kwa sababu tumewasikia watu wachache na aliyetuhumiwa yupo. Bwana Kayanda, umesikia hoja zote za watu hapa, wamezisema, na kwa mujibu wa sheria ya serikali za mitaa, wananchi kwenye kitongoji wanamchagua mwenyekiti wa kitongoji, ili mwenyekiti wa kitongoji awawakilishe wale wananchi kwenye vikao vya halmashauri ya kijiji na mkutano mkuu wa nini, wa kijiji. Pindi wananchi wanapokuwa na mashaka na utendaji kazi wa mwenyekiti wa kitongoji juu ya tuhuma wanazomtuhumu mwenyekiti huyo wa kitongoji, wanatakiwa waziwasilishe wazi kwenye mkutano wa hadhara kama mlivyozieleza leo. Lakini ni lazima wale viongozi waliokuja wampe nafasi mwenyekiti wa kitongoji kujibu tuhuma hizo mbele ya wananchi na kueleza ukweli juu ya jambo hilo mbele ya wananchi, ili na yeye awe amepewa haki ya kujieleza. Na mmoja hapa amesema na viongozi wa CCM wapo viongozi wa CCM, ili baadaye isije ikaonekana kwamba kuna mtu alipewa haki ya kujieleza na mwingine hakupewa haki ya kujieleza. Ndugu zangu wananchi, kwanza mimi nimshukuru Mheshimiwa Diwani. Walichoongea wananchi, mengine ni kweli, mengine si kweli. Mwanangu ameongea kwa uchungu sana hapa kwamba mimi nilikwenda kutoa ushahidi mahakamani, akafungwa huyu mwanangu pamoja na mtu afunga meza, wote ni watoto wangu. Ilikuwa hivi, baada ya mgogoro wa Mwarabu ametoboa mabomba kwenye nyumba yake hii, maji yanaenda kwenye nyumba ya Ana Mangasira. Aliponiletea taarifa mimi nizipeleka kwa mtendaji wa kijiji. Kwa nini mtendaji huyo? Mtendaji wa kijiji naye akaona si vyema, akamwita mtaalamu wa afya. Nikashirikiana naye. Wakaja kufanya check up. Tukakaa kwenye kikao pale tukazungumza ule mgogoro kwamba hapa uishe. Mwenyekiti wa kijiji akasema tena huu mgogoro sitaki tena niusikie tena, maana ni kero ya muda mrefu. Kwa hiyo ukiona ngazi ya kwanza hii kusaidia, unaenda ngazi ya pili. Kwa hiyo wale mwanangu alienda hivi, wakafikiana mwafaka ya fulani imeisha. Hicho kiongelea ni ile migogoro yao. Ndio nilichokizungumza. Wala sio mimi nilimchoma huyu. Ndio nilichokizungumza ile migogoro yao. Mimi nikawa naondoka. Sasa hukumu inakuaje? Mimi sijui. Sasa leo napoambiwa kwamba tena huyu ndio alitoa ushahidi, ni babangu kabisa. Mimi niliongea yale mazungumzo ya mkutano mkuu wa kitongoji, yale ambayo tuliazimia. Sasa kwa mfumo huu mwanangu hapa akaanza akamfitiza tu. Mimi ndio nimechangia na msaidia Mwarabu. Ni maneno yako nje. Juzi hapa ndio. Ambia Kayanda, wewe angalia sana. Wewe kwa nini ulikuja kwangu? Ndio kesi anza ile bwana ametoka kusema. Kwani mimi niliitwa hiyo siku. Nilifika pale. Kwa nini mnapigana? Huyu bwana nilimkuta kweli. Kwa nini mnapigana? Acheni malumbano. Mwarabu naye akaja juu hapa. Unaona mwenyekiti, nimekuja na mimi sijajia hayo. Kwa nini mnapigana? Akiwepo na mdogo wangu, mwanangu mmoja aitwa Frank. Yule pale. Alikuwa. Acheni mambo hayo. Hebu twendeni. Tukawa tumemaliza ile mgogoro. Sasa kinachoendelea kama alipigwa anza anaenda kufungua kesi, mimi sikuwepo. Umeona? Hilo la kwanza. Lingine la pili, ambao ndugu zangu wananchi, nataka niwahakikishie, mnanifahamu vizuri. Nimekuwa kiongozi miaka mingi huko nyuma iliyopita. Bado nikadokoa na mwenyekiti wa kijiji. Mkanirudisha tena nyinyi wenyewe kwa ridhaa yenu. Mimi sio mbabaishaji, wala mimi sio kuungaunga. Mimi niko serious na maamuzi. Na wananchi wangu waga nawaambia, ukiona hii serikali haikusaidii. Sasa tumekuwa wilaya hapa, kuna neema kubwa. Kuna mwanasheria wa serikali, kuna mwanasheria wa kujitegemea. Kuna ofisi ya mtendaji, kuna ofisi ya kata. Kuna mahakama ya mwanzo, kuna mahakama ya wilaya. Ukiona mimi sikusaidii, kwa nini uende huko? Leo ninapotumiwa kwamba huyu ndio msababishi. Sijaelewa unasababishwa kwa nini? Kama shughuli zote tuko pamoja, nyinyi na nyinyi. Tena wewe Maenge, ndugu yangu, tuko pamoja sana. Na hata kwenye uchaguzi, sisi wagombea tulikuwa 7. Miongoni mwa wagombea 7, wajumbe wangu wote wale wagombea walikuwa wanafuata mgongo wangu. Nikawateua kwamba hao sio wamechaguliwa, niliwateua mimi. Akiwepo Maenge, Joseph Mwangabako, yupo huyu nani alisema hapa na yeye anaongea. Alikuwa. Kwa hiyo ni mimi naangalia kwamba hawa kula sikutosha, lakini kama aligombea wanatosha, tufanye nao kazi. Kwa hiyo tumeenda nao kufanya nao kazi kwa njia moja au nyingine. Sasa kama ile Mwarabu mimi la kumbeba huyo kijana, kwa kweli kwa matusi anayetukana na jamii, mimi mwenyewe nimekeleka sana. Ndugu zangu wananchi, nimekeleka sana. Na hata hili swala hili ambalo kaka yake amefariki, mimi nilipata taarifa asubuhi saa 1 kwamba mzee Mwarabu nani Andrea amefariki, kaka yake na Mwarabu. Nikasema la nikatuliza. Kwa kuwa sisi tuko naye kwa ukaribu, mimi sikumpigia simu, lakini ilifika saa 5 alinipigia simu. Akasema na taarifa kwamba Andrea amefariki. Nikasema sina taarifa. Ndio akaanza kunihadisia. Na akaniagiza, tena waambie nisione mbwa wote wale kama turubai pale. Takuja kwa chana.
Mimi ndio naitikia kwa ndio. Umeona? Sasa kwa kuwa msiba unaonekana huko kampisheni, watu wengi ambao nipigia simu kama kiongozi kwamba mwenyekiti, mbona hapa kuna dalili za watu? Inakaeje hapa? Nikasema bwana, hapa hakuna msiba. Tunasubiri taarifa itoke Mbeya, watuambie msiba utakuwa wapi. Kweli watupigia simu kwamba msiba amechukua bibi mtu Kigoyoni. Kwa kila nani nipigia simu ndio kule. Lakini taarifa ambazo mimi nilizipata hapa alipokuja yeye akaa nje hapo akatangaza mabia akaendelea na matusi. Na kwa yoyote yule aliyoshiriki hususan mama zangu walioshiriki, alikuja yule Maenge kama katibu wangu mimi. Mwenyekiti, tunafanyaje? Hela ubalozi. Nikamwambia sasa ubalozi unamchangia nani? Sababu alikuwa Aisha huko bondeni. Sasa unamchangia nani? Hebu tafuta wale vijana. Daftari la vijana kama watoto wa Malabu wanachangia wale daftari. Wawajibike na ile daftari. Lakini ile ubalozi, yeye Malabu ndio anawajibika. Sasa unamchangia nini wakati yeye amekataa msiba? Huyu Maenge huyo. Namwambia mimi kwangu. Umeona? Akasema lakini kweli. Nikamwambia ukilazimisha utaleta vurugu kwa balozi kwamba mnamchangia nani kutoka kataa msiba. Umeelewa? Sasa hii sala nyingine ya pili. Hoja nyingine ya pili ambaye Maenge, mtoto wa Maenge amezungumza kwamba mimi nimeenda kituo cha polisi, kwamba mimi nimemtishia nyumba yangu ndio kuchoma. Hizi jamani za uongo, ni za uongo kweli. Kwa ndugu zangu wananchi, naomba mzingatie mapokeo. Kesho kwako, kesho kwangu. Mimi sikupita kwa kula moja na sing'ang'ani uongozi, lakini ninachotaka kuambieni, tunapokuwa kwenye ukweli kwa mstari, lazima tusimame kwenye mstari. Lakini vitu vingine kupambisha tu maneno bila yani haitawezekana. Kwa mheshimiwa diwani, nataka nikuhakikishie kama kuna hoja zangu zingine mimi sijazijibu, lakini nataka nikuhakikishie katika mazingira ya kawaida juu ya vurugu zetu hizi kati ya Malabu na wananchi, mimi nakuhakikishia Malabu kweli na matusi na watu waliochukuliwa wako sahihi, lakini mimi sio mbabaishaji kwamba mimi ndio kwa business. Alikuja mwanangu kabisa akaniambia, tena wewe unaonekana unakulaga na Malabu. Kwa nini ulikuja nyumbani? Huyu hana mangasi. Nikasema wewe hana. Mimi nakula Malabu kivipi? Wewe shughuli zangu sio zile wewe. Ina maana mimi mwananchi wangu akipata shida nisije. Wewe ukipata shida nisije. Zote ukipata shida mimi nisije. Mimi ni kiongozi kijana, lazima nifike. Ila haya ndio na ufanikiwi. Sigeuka nenda polisi. Geuka nenda kwa nitaka. Nenda kwa mtendaji wa polisi. Yote inawezekana. Kwa hiyo waheshimiwa viongozi, nataka niwahakikishie. Sisemi maneno ya kuungaunga, nasema vitu kutoka. Kwa kweli huyu kijana kama matusi. Kijana matusi. Wewe mwana ndio sio jamani. Kwa hiyo mimi siwezi kupoteza. Nawaambieni ukweli kabisa. Sio kitu cha kuungaunga, wala sio cha kupashile, wala sio mtu ananinong'oneza hapa. Hao wote kina zote sio kwamba wajua hawajui, ila kusema hawezi. Akina Njela Kawali pale wanajua, ni majirani sio kwamba wajua, wanajua ila hawezi kusema kulingana kule kubana. Kwa hiyo mimi niko asante sana. Asante. Usiondoke. Kampisheni oye. Ndio tunamaliza mkutano hivi jamani. Mmeyasikia maelezo ya mwenyekiti? Ndio. Nawauliza tena, mmeyasikia maelezo ya mwenyekiti? Ndio. Wananchi mmeridhishwa nayo? Hapana. Msema kamficheni oye. Oye. Mimi nilishanyooka hivi. Mimi nipo kama Lula. Mimi sio mtu wa majungu. Mimi sio mtu wa maneno. Yaani mimi kama napiga maneno pembeni, hiyo shauri yako. Na wauliza kwenye mkutano huu, maana nyie ndio wakazi wa hili eneo. Maelezo ya mwenyekiti wenu mmeyasikia? Ndio. Maelezo ya mwenyekiti wenu mmeyapokea? Hapana. Mwenyekiti wa kitongoji. Wananchi wanasema maelezo yako hawajayapokea. Mimi nina maswali mawili kwako ambayo utanijibu vizuri tu ili nifunge mkutano. Umekiri kwamba umeunda baraza la wazee. Baada ya mambo haya yote kutokea, una muhtasari wowote wa baraza la wazee uliokaa na hao wazee wa eneo lako? Ndio. Mkawaita hao watu wanaoleta changamoto kwenye hili eneo na mkaandika na mkanipa mimi nakala? Hamjawahi. La pili, kesi ya Mwarabu iko mahakamani. Wewe huna mamlaka nayo, wala sisi wote tulioko hapa hatuna mamlaka na hiyo kesi. Jambo lolote likisha kuwa mahakamani, hakuna mtu mwingine anayeruhusiwa kulizungumzia. Kwa hiyo mimi kilichonileta hapa sio kesi ya Mwarabu, kwa sababu kesi ya Mwarabu iko mahakamani na wenye kesi waende wakatoe nini? Ushahidi mahakamani. Sisi viongozi wa serikali hatuna mamlaka ya kuzungumzia jambo lililoko mahakamani.
kesi inayomkabili bwana Nathan iko mahakamani. Watu wote wenye kesi na bwana Nathan wakatoe ushahidi mahakamani. Na sisi kwenye mkutano wetu wa leo, pamoja na mambo mengine, tumepokea tuhuma na kero zinazomhusu mwenyekiti wa kitongoji, ambazo kwa msingi wake, kwa sababu kesi iko mahakamani na kwa sababu wananchi wanamtuhumu kiongozi waliyemchagua dhidi ya kesi hiyo inayoendelea, na mwenyekiti naye ameeleza hapa, ametoa ufafanuzi wake, ameeleza kile anachokifahamu. Sasa maelekezo yetu sisi kama serikali, mimi binafsi kama diwani, moja, mwenyekiti wa CCM wa tawi na Chama cha Mapinduzi watakuja kwenye tawi hili, watakaa na kamati ya siasa ya tawi. Kama ziko tuhuma ndani ya chama, chama kitashughulika naye kwenye chama. Kwa kwenye chama huko wataendelea na michakato yao. Mimi kwenye serikali, maelekezo yangu kama diwani, kwa sababu kesi iko mahakamani, na ili kulinda ushahidi wa jambo hili, na ili kuleta uwazi wa jambo hili, na ili kuleta usawa na mshikamano kwenye jamii kwenye jambo hili ambalo linaendelea kwenye kitongoji hiki cha Kamficheni, Bwana Philipo Kayanda, mwenyekiti wa kitongoji, utatupisha, utasimama mpaka pale kesi itakapoisha. Bwana Nathan, naomba tuelewane hapa. Hatujakufukuza wala hatujakuondoa madarakani, kwa sababu kesi inaendelea na wananchi wanakutuhumu kwamba hawana imani hiyo na wewe, ili kujisafisha kwenye kipindi hiki usiwe sehemu ya huo mchakato. Kwa hiyo, kwa sababu wananchi wanaamini kwamba ukiendelea kuwa mwenyekiti wa kitongoji ukaenda kutoa kule ushahidi, kwa sababu hii ni kesi ya jamii, wanaamini wewe hutakuwa upande wao. Sasa sisi viongozi wenzako na wananchi hawa, sio mimi, usimame mpaka pale kesi itakapoisha. Na kesi itakapoisha, Kamficheni oye! Na kesi itakapoisha, chama kitakuwa kimeshakaa, tutakuwa tumekutana na baraza la wazee wa Kamficheni, tutakuwa tumejadiliana. Kesi itakapoisha, tutaitisha mkutano wa namna hii, ndugu mwenyekiti, na kisha tutatoa jibu la moja kwa moja. Katibu wa kitongoji ni nani? Kwa sababu huu sio uchaguzi, katibu wake ni nani? Malewa. Kwa hiyo kwa muda huu ambao tumesema kesi inaendelea na wananchi mmeona hamna imani na mwenyekiti wa nini wa kitongoji kwenye mchakato huu wa kesi, kwa sababu mwenyekiti kwa maelezo yao yote wanakufungamanisha na mtuhumiwa aliyoko wapi? Lock up. Wanaamini wewe huwezi kuwa sehemu yao. Sasa wewe ndiye waliokuchagua. Sasa ili wewe uwe huru, na saizi kwa sababu mwenyekiti atakuwa huru, hata akienda kutoa ushahidi upande wa Nathan hata pa kulaumiwa. Maana lazima tuwe wa kweli sasa, kwa sababu wakati wa mchakato huu wa kesi atakaa pembeni, kwa sababu mishale imekuwa ni mingi. Kama mwenyekiti baiskeli inakatakatwa, mwenyekiti wanamnyoshia vidole, baba usije ukafa kwa sababu ya vyeo, kwa sababu baadaye watamshindwa Nathan, watakufuata wewe. Kwa hiyo kwa sababu kesi yao inaendelea, wewe kuwa huru, hakuna shida. Kwa hiyo Bwana Malewa ambaye ni katibu wako, ambaye wewe ndiye uliyemchagua kwa kipindi hiki, atawajibika kama mwenyekiti wa nini wa kitongoji hadi kesi itakapofanya nini itakapoisha, ili sasa hali ya amani na utulivu fanye nini ipatikane. Muda wa kwenda kutoa ushahidi, nendeni katoeni nini ushahidi, na mwenyekiti wa kitongoji Bwana Malewa utasimamia kwa muda hapa kwenye kitongoji hiki cha Kamficheni A, utasimamia shughuli za serikali, utasimamia hayo mambo yote mpaka kesi hiyo itakapoisha. Na jambo hili ndugu mwenyekiti, tunalifanya kwa nia njema ili kukusafisha. Hata mimi hapa diwani nikituhumiwa, kwa mfano mwananchi akawa na kesi na wananchi wa kata ya Mkwajuni, mtu wa kwanza anayetakiwa akatoe ushahidi kama jambo hilo ni la haki ni mimi ambaye ni raia namba 1. Natakiwa ndio niwe mstari wa mbele, nisimame kidete kuhakikisha kama ni kweli wananchi wanaonewa, lazima niwe upande wa wananchi.
Na niwaombe sana viongozi wenzangu wa chama, viongozi wenzangu wa CCM na viongozi wa serikali. Chama cha Mapinduzi kuna baadhi ya maeneo kinachukiwa kwa sababu ya baadhi ya sisi tuliochaguliwa hatutaki kusimamia haki na ukweli. Ndio maana kuna maeneo watu wanaipenda CCM ila baadhi ya sisi ndio tunaiharibu CCM. Kama mwananchi anaharibu, tuwe wa kweli, huyu anaharibu, hatua zifanye nini? Zichukuliwe. Lakini leo tukishindwa kuwa wa kweli, tukishindwa kunyoosha maneno, chama hiki kila mwaka tunaanza kutumia nguvu kushinda. Na mimi kwenye kata yangu ya Mkwajuni sihitaji tutumie nguvu kwenye nini? Kwenye uchaguzi. Kama wananchi wanakosewa, tuwaambie huu ni ukweli na huu ni uongo. Na ndiyo bwana, leo tumempa haki ya kumsikiliza mwenyekiti wa kitongoji. Kwa hiyo ndugu waandishi wa habari mlioko hapa, wananchi wa hili eneo kwa kauli moja na mimi diwani wao tumejiridhisha kwamba mwenyekiti apumzike wakati mchakato wa kesi unafanya nini? Nakosea ndugu wananchi? Wangapi mnasema diwani uko sahihi? Uko sahihi. Kamficheni oye. Sijaona mikono kwa sababu mimi sipendi unafiki. Wangapi mnasema mheshimiwa diwani uko sahihi kwenye jambo hili? Sio wote kwa mdogo. Nishakataa hiyo wote. Kwa hiyo baada ya maelezo hayo, mheshimiwa mwenyekiti wa CCM wa kata na viongozi wote na afisa mtendaji wa kata. Tatu, naelekeza mwenyekiti unayekaimu, tengeneza ulinzi shirikishi, tengeneza sungusungu kuhakikisha kwamba ulinzi na usalama kwenye kitongoji hiki unaimarishwa, ili matukio madogo madogo ambayo hayastahili kwenda polisi uyamalize ndani ya kitongoji chetu.